Karibu sana katika taarifa ama ripoti ya mashambulizi ya Urusi huko nchini Ukraine, na karibu sana katika ripoti ya operations za kijeshi katika vikosi vya Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambapo maafa makubwa pia yamezidi kuripota kutoka mstari wa mbele wa kivita. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa jamii 5 katika operation dhidi ya vikosi vya Ukraine katika wiki na kuwaacha askari wa Ukraine takriban 9900 wameuawa katika mashambulizi hayo ya ukombozi wa makazi hayo kutoka mikononi mwa jeshi la Ukraine. Kabla sijasonga mbele, na kukumbusha kwamba pia unao nafasi ya kujiunga nasi na kupata taarifa hizi hapa kwenye chimbo la habari za kimataifa JMTV kwa kubonyeza neno subscribe na kupitia 0679619650 0679619650 ni nambari pekee pia ambayo unaweza ukajiunga na sisi kwenye grupu letu la WhatsApp ili pia kupata taarifa hizi na matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Hivyo basi unaweza ukanitumia message neno ni unge kwa nambari hiyo ya Tigo au Mixi kwa sasa. Karibu sana katika taarifa ya muda huu. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa jamii 5 katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na huko mkoa wa Zaporizhia na Kharkov katika wiki ambayo imeanza Oktoba 4 siku ya Jumamosi iliyopita hadi Oktoba 10 Ijumaa leo. Katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imechapisha hivyo taarifa yake ya operation za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine. Na katika operation hizo pia kwa ujumla wanajeshi wa Ukraine wapatao 9900 wamepoteza maisha kutoka mstari wa mbele wa kivita. Na vitengo vya vita vya kaskazini vya Urusi vilikomboa makazi ya huko Ontradinoe katika mkoa wa Kharkov kupitia shughuli za nguvu katika mwelekeo wa Kharkov. Vikosi vya vita pia vya kusini vya Urusi vilichukua makazi ya huko Kuzminovinka na Fedorovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia shughuli za maamuzi katika wiki iliyopita ama katika wiki iliyoanza Oktoba 4 hadi Oktoba 10. Na pia vitengo vya mapigano vya mashariki vya Urusi vilikomboa makazi ya huko Novorovinka. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imechapisha hivyo katika taarifa yake. Wanajeshi wa Urusi pia waliwasilisha shambulio kubwa la silaha za usahihi ikiwa ni pamoja na makombora ya hypersonic ya Kinzhal kwenye maeneo ya nishati ya Ukraine usiku uliopita, wizara imesema hivyo. Kumbuka ya kwamba pia hizi ni taarifa za operation za majeshi ya Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine katika siku 7 za wiki ama katika wiki ambapo wizara pia imekuwa ikichapisha taarifa hii kila wiki kuhusu kile ambacho majeshi yake yamekifanya kutoka mstari wa mbele wa kivita. Katika kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi ya serikali ya Kiev dhidi ya vituo vya kiraia katika eneo la Urusi, vikosi vya wanajeshi wa Urusi walipiga ama walifanya mgomo mkubwa wa usiku kucha kwa silaha za masafa marefu za ardhini pamoja na angani na makombora ya angani ya Kinzhal ya balistiki na kushambulia magari ya anga ambayo hana rubani kwenye miundombinu ya nishati inayosaidia operation ya sekta ya kijeshi na viwanda ya Ukraine, ambako malengo yote ya mgomo huo pia yaliweza kufikiwa, wizara imesema. Na pia wanajeshi wa Urusi walishambulia biashara za kijeshi na viwanda vya Ukraine, miundombinu ya reli na baharini kwa wiki nzima, wizara imesema. Wakati wa wiki, vikosi vya wanajeshi wa Urusi vilitoa shambulio moja kubwa na 6 la pamoja la silaha za usahihi na magari ya angani yasiokuwa na rubani na kushambulia mashirika ya kijeshi na viwanda vya Ukraine na vifaa vyake vya nishati, miundombinu ya reli na bahari inayotumika kusafirisha silaha za jeshi la Ukraine na vifaa vya kijeshi, ghala za mafuta, maeneo ya kuhifadhi ama uhifadhi wa ndege zisizo na rubani kwa kurusha ndege za Ukraine na utayarishaji wao wa muda, makundi, wazalendo na mamluki wa kigeni, taarifa Wizara ya Ulinzi ya Urusi imefafanua hivyo. Na hichi ndicho pia ufafanuzi wa operation za vikundi vya Urusi, kila moja kutokana na upande wake nini hasa ambacho imekifanya na je, imesababisha madhara gani kutokea upande huo. Yaani hapa sasa nitangazia kundi moja baada ya jingine. Nikianza na kundi la vita la Urusi la kaskazini, lenye pia limesababisha wanajeshi wa Ukraine 1335 kuuawa na kuharibu vifaru viwili vya Ukraine na magari 12 ya kivita katika maeneo yake ya wajibikaji kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kwa wiki nzima katika mkoa wa Sami,
Vikosi vya vita vya kaskazini vya Urusi vilisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 4 za Mekanized, kikosi cha Jiga, kikosi cha mashambulizi ya anga, pia kikosi cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine na brigedi 2 za ulinzi wa eneo. Na pia huko mkoani Kharkov, vitengo vya vita vya Urusi vya kaskazini vilisababisha hasara kwa muundo wa brigedi 2 zilizo na Mekanized na watoto wachanga pia. Kwa ujumla, kutokea upande huo, Ukraine imepoteza wanajeshi 1355, vifaru viwili, magari 12 ya kivita, magari 63 na bunduki 21 za kivita kutokea upande huo. Kwa kuongezea, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake viliharibu pia mifumo miwili ya roketi ya kurusha HIMARS na kirusha roketi nyingi cha MLRS kilichotengenezwa Marekani, vituo 5 vya elektroniki vya vita na rada za kukabiliana na betri na ghala 45 za risasi na vifaa vya jeshi la Ukraine. Pia kikundi cha vita cha Urusi cha Magharibi kimesababisha vifo vya wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 1575 na kuharibu magari 33 ya kivita kutoka mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa wiki nzima. Katika wiki, vitengo hivyo vya Urusi vimesababisha hasara kwa vikundi 6 vya brigedi vilivyo na Mekanized, brigedi ya usafiri wa anga, kikosi cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine, wizara imechapisha hivyo. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 1575 kutokea brigedi hiyo ya Urusi, magari 33 ya kivita, yakiwemo magari 10 ya kivita yaliyotengenezwa na wageni, magari 141 na bunduki 10 za kivita. Kati ya hizo, silaha 4 za NATO katika eneo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa siku 7. Wizara pia imeongeza kwamba vikosi vyake viliharibu maghala 43 ya risasi na vituo 36 vya vita vya elektroniki na vituo vya rada za betri za jeshi la Ukraine. Nacho kikundi cha vita cha Urusi cha kusini kimesababisha vifo ama vimeua wanajeshi wa Ukraine wapatao 1115 na kuharibu vifaru vitatu na magari 25 ya kivita vya Ukraine kutokea upande huo. Wakati wa juma, vitengo vya mapigano vya Urusi vya kusini vilikamilisha uharibifu wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine katika eneo la kusini mwa hifadhi ya Kieban Biki huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk, na walisababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 5 za Mekanized za Ukraine. Kwa ujumla, jeshi la Ukraine limepoteza takribani wanajeshi 1115, vifaru vitatu ikiwa ni pamoja na kifaru cha chui kilichotengenezwa Ujerumani, magari 25 ya kivita, miongoni mwao magari 5 ya kivita ambayo yametokea huko Magharibi, magari 102 na bunduki 18 kutokea upande huo wa mstari wa mbele wa kivita. Pia wizara imesema vikosi vyake vimeharibu vituo 9 vya vita vya elektroniki na rada za kukabiliana na betri na bohari 23 za risasi, mafuta na vifaa vya jeshi la Ukraine. Na kituo cha mapigano cha Urusi pia kimesababisha vifo vya wanajeshi zaidi ya 3120 wa Ukraine na kuharibu magari 13, lakini pia vifaru 4 kutokea upande huo kwa vikosi vya Ukraine. Vitengo vya kituo cha vita viliendelea na operation za kukera katika eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk na huko Dnipropetrovsk na kusababisha hasara kwa uundaji wa brigedi 7 za Mekanized, brigedi 2 za Jiga, brigedi ya anga na brigedi nyingine za Ukraine kutokea upande huu wa mstari wa mbele wa kivita ambako vikosi vya kituo cha mapigano cha Urusi kimefanya mashambulizi kwa muda wa wiki nzima. Kwa ujumla, kutokea upande huo, Ukraine imepoteza wanajeshi 3120, vifaru 4, magari 13 ya kivita, magari 22, bunduki 12 na vituo vitatu vya vita vya kisasa katika eneo hilo. Nacho kikundi cha mapigano cha Urusi cha Mashariki kimeua wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 2360 na kuharibu vifaru vitatu vya adui na magari 12 ya kivita kutokea upande huo. Katika wiki iliyopita, vitengo vya mapigano vya Mashariki vya Urusi vimesababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 2 za Mekanized za jeshi la Ukraine, kikosi cha askari wa miguu wa baharini, kikosi cha ulinzi wa eneo na kituo cha walinzi wa kitaifa. Kwa ujumla, kikundi hicho cha Urusi kimesababisha vifo vya wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 2360
vifaru vitatu, magari 12 ya kivita, magari 108 na bunduki 8 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa wiki. Wizara imeongeza kuwa Urusi imeharibu pia vituo 7 vya vita vya elektroniki na vituo vya rada za betri za jeshi la Ukraine. Pia kundi la vita la Urusi Dnepr limesababisha vifo takribani wanajeshi wa Ukraine 445 na kuharibu mizinga 6 adui katika eneo hilo la wajibikaji. Vitengo vya mapigano vya Urusi vya Dnepr vimesababisha hasara kwa vikundi viwili vilivyo na mechanized, kikosi cha mashambulizi ya mlimani, kikosi cha ulinzi wa pwani na jeshi la Ukraine na brigade 2 za ulinzi wa eneo. Kwa ujumla, Ukraine imepoteza wanajeshi takriban 445, magari 34 na bunduki 6 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa siku 7. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vilidungua ndege 1719 za Ukraine ambazo hazikuwa na rubani na roketi 30 za HIMARS zilizotengenezwa Marekani kwa wiki nzima. Wizara imeainisha kuwa katika wiki nzima uwezo wa ulinzi wa anga uliweza kurusha mabomu 18 ya angani, roketi 30 za mfumo wa roketi nyingi wa HIMARS uliotengenezwa Marekani, kombora la masafa marefu la Neptune na pia magari 1719 ya angani yasiyokuwa na rubani. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo katika taarifa yake ya operation zake za vikosi vyake katika muda wa siku 7 kuanzia Oktoba 4 hadi Oktoba 10, ambapo pia vikosi hivyo vya Urusi vimekomboa makazi ama jamii 5 kutoka mikononi mwa Ukraine na kuwaacha askari wa Kyiv takriban 9900 wamepoteza maisha kutoka mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa siku 7. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii na ndio mwisho wa ripoti kutoka mstari wa mbele wa kivita ambayo imechapishwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi hivi punde kuhusu ambacho pia kimefanya kutoka mstari wa mbele wa kivita.